So tuendelee sasa, turudi tena kwenye sura yetu ile ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Angalia anavyosema katika kitabu kile cha kwanza, na alikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Sasa ni mambo gani ambayo aliwaagiza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Ni mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya, ambao kwa lugha ya Mathayo ni lugha ya enendeni, si ndio? Kwa lugha ya Marko ni lugha ya enendeni, si ndio? Tunaenda sasa, kwa lugha ya Yohana tungesemaje? Wote mtakao, kama vile Baba alivyonituma mimi, nami na wapeleka ninyi. Wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, wote mtakao wafungia wamefungiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na agizo la pili ni kwamba kaeni humu mjini mpaka mvikwe uweza utokao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwinjili Luka ametaka tuone maisha ya Yesu, amejawa Roho tangu mwanzo mpaka mwisho, si ndiye, wa huduma yake, lakini pia anataka tuone ya kwamba mitume wanapaswa kukaa Yerusalemu mpaka watakapovikwa uweza utokao juu. Tunaenda sasa, mstari ule wa 3, maandiko anasema hivi: wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, si ndiye? Akifanyeje? Ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Angalia kwa makini huo mstari wa 3 anaosema wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40. Aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi, aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi. Ndio sasa Okay. So zingateni neno hapo ambalo analisema hapo ya kwamba wale ambao aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, kwa dalili nyingi ya kwamba yu hai, ndio. Kwa tukaona kuna namna tofauti tofauti ambazo Yesu alijifunua na kujidhihirisha kwa wanafunzi wake ili wapate uhakika ya kwamba kweli amefufuka. Tunaenda sasa turejee tena katika Injili ya Luka, si ndio? Turejee tena katika Injili ya Luka. Angalia kwanza ule mstari wa kwanza wa kitabu cha Luka sura ile ya 24. Luka sura inayozungumzia ufufuko wa Bwana Yesu, si ndio? Twende kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko anasema hata siku ile ya juma, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wenye nguo za kufanyeje? Wamevaa nguo za kumetameta. Bwana asifiwe sana. Okay, wait 1 minute. Okay. So anasema kwamba anasema wamevaa nguo za kumetameta. Mstari wa 5, nao walipoingiwa na hofu. Hawa ni watu gani wanaozungumziwa, wapenzi? Watu gani?
Hermeneutics ni nzuri sana. Rudi sura ya 23. Rudi sura ya 23. Angalia kwanza ule mstari wa 50 na okay. Angalia kwanza ule mstari wa 54. Maandiko anasema, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Unaona Kwa wakati ambapo Yusufu wa Arimathaya anampeleka Yesu kwenda kumzika, si ndiye? Yusufu wa Arimathaya wakati anampeleka Yesu kwenda kumzika, wale wanawake waliokuwa wanafuatana naye walikuwa wanafuatilia. Wakamuona alipowekwa, wakaona na jinsi alivyowekwa, si ndiye? Wakarudi wakatengeneza manukato, wakayaweka tayari, wakatengeneza manukato na marhamu wakayaweka tayari, alafu siku ya Sabato wakastarehe. Sasa kama ilivyokuwa imeamriwa na Musa mtumishi wa Mungu. Then sura 24 sasa, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka. Naona muendelezo wa story Kwa hapakuwa na sura wala mistari. Hii imeongezwa baadaye. Kwa hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato waliyoweka tayari. Ni watu gani hao? Wale wanawake waliofuatana naye, si ndiye? Yes. Kwa wanasema wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Mstari wa 5. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Amewataja hapo sasa, si ndiye? Mstari wa 11 anasema, hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Bwana asifiwe sana. Kwa hapo tunaona wale wanawake sasa walioenda kuhakikisha alipoenda kuzikwa. Siku ya tatu wamekuja, wanakuta mtu hayupo. Wako katika hali ya kufadhaika, wanatokewa na malaika. Malaika anawaambia kwamba kwa nini mnamtafuta aliye hai katika walio wafu? Anawaambia yupo hapa, amekwisha fufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa kaliko wapi? Galilaya. Wanavyoambiwa vile, wale wanawake wanakumbuka, kweli Bwana Yesu alifanyeje? Alisema. Kisha wale malaika wanawaambia amewatangulia kwenda Galilaya. Tenda sasa. Okay. Wale wanawake wanatoka wanaenda kuwaambia mitume yale mambo. Mitume wanaona kuwa ni kitu cha kufanyeje? Cha upuuzi. Hawa wanazungumza kitu gani? Unaona? Hawakuamini kile ambacho wanawake wamekizungumza. Ila Petro alienda akachungulia, akastaajabu. Hatuambiwi kwamba aliamini au hakuamini. Ila tunachofahamu akastaajabu iliyotukia. Bwana asifiwe sana. Yeah. Na kama mtakumbuka baada hapa ya hizi habari kuanza kutoka kwamba hayupo tena kaburini, wale askari walipopeleka taarifa walipewa nini? Mshiko, si ndiye? Wakaambiwa nyie semeni wanafunzi walikuja wakamuiba, si ndiye? Tulipokuwa tumelala. Alafu huko akiwaletea vurugu kwamba kwa nini mnalala wakati mnalinda, sisi tutarekebisha mambo. Jamani, rusha zijaanza leo. Bwana asifiwe sana. Yaani ya kwamba watatuliza pande zote, wala hata msiofu, tashughulikia. Anyway,
Sawa, kwa tunaona kwamba baada ya hilo angalia ule mstari wa 13. Maandiko anasema, natazama siku ile watu wawili miongoni mwa wale waliopelekewa taarifa, si ndiye, walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake wapi? Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa masaa mangapi? Mawili, si ndiye? Na tulisema huko Emau ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni shambani, si ndiye? Hiyo taarifa tunaipata wapi? Ilikuwa ni shambani. Utaikuta kwenye kitabu cha Marko sura ya 16. Sawa? Marko sura ya 16. Okay, kwa mfano ukienda kwenye mstari ule wa Soberano Gastido Soberano Sadigas, mstari wa 12. Okay, Marko sura ya 16 mstari ule wa 12. Okay, sawa. Anaonyesha kwamba baada ya hapo Yesu akawatokea wale wawili ambao walikuwa wanatembea, si ndio? Walikuwa wanaelekea wapi? Hebu nisomeni huo mstari. Unajua nina Biblia hapa ya Kiingereza. Baada ya hayo wakatokea watu wawili miongoni mwao. Ana sura nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba, si ndiye? Kwa hiyo tunafahamu Emau walikuwa wanaelekea wapi? Shambani, si ndiye? Sasa tuendelee. Kwa mstari wa 13 anasema, natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, shambani kwao, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Tulishasema walikuwa wanapima umbali kwa masaa ya kutembea. Mstari wa 14, nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akamwambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Na zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema yu hai. Mstari wa 24, na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. 25, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Bwana Yesu! Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Ilo neno yakafumbuliwa jana tuliona, si ndio? Neno gani la Kigiriki? Dianoigo, si ndio? Kwa yakafumbuliwa macho yao wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Ilo neno kutufunulia neno gani? Dianoigo, si ndio? Yes, kwa maneno mengine alipokuwa akituchambulia maandiko. Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika wao
na wale waliokuwa pamoja nao wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea nani? Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapo tunaona namna gani ambavyo Yesu amewatokea wanafunzi na kuwadhihirishia ya kwamba ni yeye amefufuka kutoka kwa wafu, au kwa maneno mengine ni yeye yu hai. Unaona, tunaona amewafundisha moja, si ndiye? Na akaambiana kabisa mioyo yetu haikutuwaka alipokuwa akisema na sisi. Unaona, kwa ni mojawapo ya njia ambayo Yesu aliwaprovia kwamba amefufuka. Lakini pili, alitambulikana kwao katika kuumega mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa tunaona hilo ni eneo la kwanza, na tumeona amejidhihirisha kwa Kleopa na rafiki yake, amejidhihirisha pia kwa nani? Kwa Simoni. Tunaenda sasa kwa Simoni. Tuendelee ule mstari wa 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Sasa ukiangalia ule mstari wa 34 walikuwa wamekutanika pamoja wakisema, Bwana amefufuka kweli. Unaona? Bwana amefufuka kweli kweli. Unaona? Lakini sasa hapa hivi kwenye mstari wa 36, mstari wa 37, Yesu amewatokea, wanaogopa, wanafikiri tena kama wameona roho. Maana yake walikuwa hawajaamini kwa uhakika. Unaona? Maana yake still bado ilikuwa haijawapaveti mioyo yao. Sio, unaona? Ndio maana kwenye kile kitabu tumesoma aliwadhihirishia kwa dalili nyingi. Unaona? Maana yake hakutumia namna moja tu, lakini kwa namna tofauti tofauti alijidhihirisha kwao kwamba yu hai. Tuenda sasa angalia mstari wa 38. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Unaona? Kwa namna nyingine ambayo aliitumia, aliwaonyesha marks, alama ya misumari na alama ya mkuki mikononi, ubavuni, wakamshika. Bwana Yesu asifiwe sana, kuprove ya kwamba kweli ni yeye. Kwa tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, alionyesha mikono yake na miguu yake. Mstari wa 41, basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku akistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu wapi? Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao wapi? Juu. Bwana asifiwe sana. Kwa tumeona namna tofauti tofauti ambazo Yesu amejidhihirisha kwa wanafunzi wake ya kwamba yu hai. Tukope kidogo kutoka kwenye Injili ya Yohana. Bwana asifiwe sana. Tukope kidogo ili tuongeze maarifa yetu kwenye Injili ya nani? Ya Yohana. Tuende kwenye Injili ya Yohana sura yetu ile ya 20. Sura yetu ya 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Bible. Twende kitabu cha Yohana sura ya 20. Tumia tu mtu wa Mungu. Hamna shida.
Okay, mstari wa 20. Maandiko yanasema hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa wapi? Kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine. Hapa mwanafunzi mwingine ni nani? Yohana. Good. Na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini, wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Yohana inaonekana alikuwa mtimuaji wa mbio. Okay. Basi akaja na Simon. Okay, mstari wa 5, akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia, naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini akaona na kuamini. Okay? Kwa hiyo Yohana alitangulia kuona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Unaona? I say hizi injili ni za ajabu kweli. Yaani mpaka hatua ya mwisho tunaonyeshwa bado walikuwa hawajalifahamu andiko. Mstari wa 10. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Mstari wa 11. Lakini Mariamu aliyekuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Nao akamwambia, mama, unalia nini? Akamwambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui alikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni nani? Ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, niambie ulikomweka, nami nitamuondoa. Mstari wa 16. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Thank you Jesus. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana na ya kwamba ameniambia hayo. Bwana asifiwe sana. Kwa hapa tunaona tena Yesu anajidhihirisha kwa nani? Kwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajidhihirisha kwa Mariamu. Tunaendelea kuongeza skeli yetu, si ndio? Tumeona wanafunzi wawili, tumemuona Simoni, si ndio? Tumeona wanafunzi wote kwa pamoja, sasa tumeonyeshwa Mariamu kwa upekee. Alafu angalia kwanza ule mstari wa 19. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona nani? Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Kwa hapo tunaona amewatokea wanafunzi wote na amewaonyesha alama ya mkuki na alama za misumari, si ndiye? Ameonyesha mikono na ubavu. Tuenda sasa mstari wa 24 unasema, lakini kuna mwanafunzi mmoja wa thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia hivi, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, nakwambia hivi, mimi sisadiki hata kidogo. Yaani si tu kwamba sisadiki, ni hata kidogo, yaani hata chembe. Hata chembe.
Bwana asifiwe sana. Mstari wa 26, basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwako ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akisema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiye asiye amini, bali aaminie. And you see? Wow, gracious Lord. Wala usiye asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioniona wakasadiki. Mstari wa 30, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lako. Mnaweza mkaona tena hapo amejifunua kwa wanafunzi wote, lakini kipekee kwa ajili ya mwanafunzi mmoja ambaye alisema kianani si sadiki, anaitwa Tomaso. Lakini tunamshukuru Bwana kwamba alivyomtokea alisadiki. Twende kwenye sura 21. Maandiko anasema, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi. Wow, what a good narration. Fafanuzi mzuri. Alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathaniel wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro akamwambia, naenda kuvua samaki. Nao akamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini, na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki. Yesu alinunua au alimvua wapi? Na mkate. Mstari wa 10, Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife wapi? Pwani, limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni nani? Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya 3 Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa tunaona tena hapa kwa wanafunzi takriban kama 7 hivi Yesu amejidhihirisha tena. Bwana asifiwe sana. Baada ya kula hapo, anampa Petro wajibu wa kichungaji, si ndiye? Na mambo mengine yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwenye Injili ya Marko utaona ameandika akaunti ya wale wanafunzi wawili, si ndiye? Utaona ameandika akaunti ya wale wanafunzi wawili, lakini pia utaona ameandika akaunti ya Mariam Magdalena, sawa? Akimtokea Mariam Magdalena. Na kwenye Injili ya Mathayo utaona ripoti ya walinzi, utaona kutumwa kwa wanafunzi. Mathayo kidogo ya kwake imekuwa ya tofauti kidogo. Yameonyesha tu ripoti ya wanafunzi. Kwanza ameonyesha wale wanawake. Okay, ile ni taarifa. Ameonyesha ripoti ya wanafunzi ambao pia ni taarifa, lakini kutokewa ameonyesha jinsi alivyokutana nao kule Galilaya. Bwana asifiwe sana. Sasa turudi sasa kwenye kitabu chetu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Tuko pale kwa mstari ule wa 3. Okay, anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha
hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku ngapi? 40, na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona ndani ya siku 40 katika vipindi tofauti tofauti vya masaa, Yesu alikuwa akiwatokea wanafunzi wake na kuwadhihirishia kwamba yu hai, na katika wakati huo alikuwa akiwafundisha mambo yaliyohusu ufalme wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, mfano wa mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu ni kama yale ambayo tumeyasoma kwenye kitabu cha Luka, si ndiye? Habari za Yesu Kristo, kuteswa kwake, kufa kwake, kufuka kwake, na mataifa yote kuhubiriwa habari njema ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sesheni hii ya asubuhi tutakomea hapo. Nafikiri tutaendelea tena baada ya muda mchache kutokea hapa.